يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاسم الجبابرة ومذل الأكاسرة الذي أوعد من عصاه نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة ونبي الملحمة الذي أنذر الناس يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين عباد الله اتقوا يوما تبل فيه السرائر وتكشف ما في الضمائر ويسيق فيه الملك الجبار أهل النار إلى النار زمرا. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ni mwenye haki ya kushukuriwa. Tunazipeleka rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Watukufu Islam, tunashuhudia kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kadhalika twashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wake na ni mjumbe wake, mtume ambaye aliwaonya watu kutokana na moto ambao utaingia ndani yake makafiri. Ibadallah, waja wa Allah tabaraka wa taala, iokopeni siku ambayo siri zitafuchiliwa, kadhalika yaliyokuwa vifuani yatatolewa wazi, siri zote za moyoni zitawekwa wazi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawapeleka watu wa motoni ndani ya moto, msafara ambao watawaweka katika msafara mmoja. Ama baada ya hayo, watukufu waumini, tumo ndani ya mwezi miongoni mwa miezi mitukufu, kadhalika tumo ndani ya masiku miongoni mwa masiku ambazo hakuna mfano wake ulimwenguni. Katika mchana Allah subhanahu wa ta'ala ameapia masiku haya akasema, wal fajru wa layalin ashru. Allah anaapia alfajiri, kisha kaapia masiku 10 ambazo ni masiku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Uislamu ni wazi kuwa mchana wa masiku haya ambayo tumo ndani yake, hakuna siku yoyote duniani ambayo mwanadamu atafanya matendo yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala kisha akapata ujira kuzidi ujira ambao ataupata mtu ambaye atafanya matendo mazuri mchana wa masiku haya. Mtume alayhi salatu wasalam akalithibitisha hilo, akasema, ma min ayamin al'amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Hakuna siku yoyote miongoni mwa masiku ambazo matendo upendeza, matendo mazuri upendezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo ambayo mtu atayafanya katika haya masiku 10. Qila ya Rasulullah, wakamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, wala aljihadu fi sabilillah, japo mtu apigane aende kujihad apigane kwa ajili ya Allah? Mtume akasema, wala aljihadu fi sabilillah, japo uende kupigana katika jihadi fi sabilillah, haujamfikia ujira yule ambaye atayefanya mazuri katika masiku haya, isipokuwa mtu mmoja, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' bidhalika min shay'in. Mtu mmoja ambaye atayemzidi malipo, ambaye atayefanya mazuri katika mchana wa masiku haya, ni mtu ambaye kharaja binafsihi, alienda kupigana kwanza yeye mwenyewe akaenda, wa malihi, na mali yake yote akaenda nayo, falam yarji min dhalika bishai'in, hakurejea na chochote, yeye mwenyewe akafa na mali yake yote ikabaki huko. Kwa hiyo Waislamu, masiku haya tusipotezi fursa ambazo zinapatikana ndani ya masiku haya. Siku ya leo Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha kwa muda mfupi, acha tuone miongoni mwa hutuba za tarhib, miongoni mwa mawaidha ya kuogopesha nyoyo. Huenda tukaokopa na tukaacha maasi katika masiku haya, na ikawa ni sababu ya sisi kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku mengine.
siku ya leo acha tuzungumzie Abdallah an-naru wa ahwalu ahluha, moto na hali za watu wa motoni. Ndugu katika imani, eleweni ya kuwa moto ambao ni wa jahannam, moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuandalia makafiri, si kama moto wetu huyu ambao ni wa duniani. Miongoni mwetu wengi wetu tunadhani ya kuwa ule moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaandalia makafiri na wale ambao watakaomuasi Allah katika waaminifu wataadhibiwa ndani yake ala kadri maasiyatihim, kadiri na maasi yao, kisha watatolewa motoni katika shafaa ya Mtume alayhi salatu wasalam atayoombea umati wake, si kama hii moto ya dunia. Eleweni ya kuwa hali ya motoni ni hali nzito sana, na haitokuwa kama vile wanadamu tunavyofikiria. Ayuhal muslimun, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tafakaru fi hali man tagha, fikirieni hali ya yule ambaye atakayekuwa jehuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi itakuwa ile siku ya kiyama? Mafikio yake itakuwa wapi? Wa athara alhayata dunya fa innal jahima hiya almawa. Allah kathibitisha mafikio ya yule ambaye aliyeasi, yule ambaye aliyefanya kiburi katika maisha ya dunia yakamuathiri. Anasema fa innal jahima hiya almawa, aelewe ya kuwa motoni ndiye mafikio yake, atafikia katika moto wa jahim. Inna nara jahannam laysat kanarikum hadhihi, eleweni kuwa moto wa jahannam si kama huyu moto wenu wa duniani. Moto wa jahannam, ndugu katika imani, hauendani kama vile huyu moto tunaouona. Maaragmi annaha ashaddu, pamoja ya kuwa moto huyu wa duniani ni moto ambao ni mkali, tunavyoona kwa macho na tunavyohisi joto lake ni mkali kweli kweli, lakini moto wa jahannam si kama huyu moto. Inna nara jahannam laysat kanarikum hadhihi, moto wa jahannam si kama huyu moto wenu wa duniani. Bal ruwiya annaha awqida alaiha alf sanatin hatta ahmarat, thumma awqida alf sanatin hatta abyadat, thumma awqida alaiha alf sanatin hatta aswadat, fahiya alana saudau mudhlima la yudhi'u lahabuha. Ndugu katika imani, imepokelewa kuwa moto ambao ni moto wa jahannam si kama huyu moto wetu wa duniani, hadithi ambayo maulama wengi wameidhoofisha na kuonyesha kuwa ni hadithi dhaifu, akiwemo al-Imamu Albani rahmatullahi alayhi ameidhoofisha hadithi hii. Lakini katika mlango wa tarhib wa kuogopesha watu na fadailul a'mal na ubora wa matendo, ikaruhusika kutumia hadithi hizi kwa ajili ya kuwahofisha watu. Imepokelewa kuwa moto wa jahannam umekongwa miaka 1000 mpaka ukawa mweusi, kisha ukakongwa miaka 1000 nyingine ukawa mweupe, kisha ukakongwa miaka 1000 nyingine ukawa mwekundu, kisha mara ya mwisho ukakongwa mara 1000 nyingine ukawa mweusi. Fahiya alana saudau mudhlima, na kwa sasa hali ya moto wa jahannam ni mweusi wenye giza. La yudhi'u lahabuha, miali yake haiangazi hata kidogo. Mtu asidhani ya kuwa pindi atapoingizwa motoni patakuwepo na mwanga, patakuwepo na mwangaza anaonana na ndugu yake. La, bali ni mweusi kweli kweli, na miali ya moto huyo haiangazi. Taamalu ibadallah qaula Allah ta'ala an dhiqiha, zingatieni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anazungumzia namna gani moto wa jahannam unavobana. Anasema wa idha ulqu minha makanan dayiqa muqarranina da'u hunalika thubura, na pindi watapotupwa motoni sehemu yenye kubana hali ya kuwa wamefungwa, da'u hunalika thubura, hao watu wataanza kuomba kifo.
watu wataomba wakufe, Allah subhanahu wa ta'ala waangamize. Hali ya kuwa hiyo siku, ndugu katika imani, ni siku ya watu kuhesabiwa, ni siku ya kila mtu kupewa malipo yake sawa na aliyoyatenda. Wal jazaa'u min jinsil amal, na malipo itatokana na aina ya matendo uliyoyatenda. Ikiwa ulitenda matendo mema, basi elewa ya kuwa malipo yako yatakuwa mazuri kwa kuingizwa peponi, na ikiwa ulitenda matendo mabaya, elewa moja kwa moja malipo yako hayataridhisha, yatakuwa mabaya vile vile, utaingizwa motoni. Faliyadhu billah, Allah atukinge na moto wa jahannam. Allah amethibitisha hilo ya kuwa wale ambao waliotenda matendo mabaya, matendo yao siku ya kiyama watapewa kitabu cha matendo yao na mkono wao wa kusoto. Allah anasema wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, ima wale ambao wataopewa kitabu chao cha amali zao na mkono wa kusoto watasema nini? Fayaqulu ya laitani, watajuta ole wangu, lam uta kitabia, laiti nisingipewa kitabu changu. Kutokana na nini? Na yale ambayo anayakuta ndani ya kitabu chake. Walam adri ma hisabia, nisingijua yale ambayo yamo ndani yake, nisingijua hisabu yangu. Ndipo watu watalaumiana, wataanza kujilaumu, ya laitani, ya laitani, anajilaumu, ole wangu, kanati aina sultania, uko wapi ufalme wangu, na mengineyo miongoni mwa lawama ambazo wataojilaumu watu wa motoni. Ima yule ambaye atayepewa na mkono wa kulia, ule ambaye atakayepewa na mkono wa kulia atafurahia kitabu kwa kuwa alipewa na mkono wa kulia. Hii ni alama ya kuonyesha ya kuwa huyu ni mtu mwema. Atasema ha umqra'u kitabia, chukua usome kitabu changu. Anaona hesabu yake ni nzuri, inapendeza, na hii ni alama ya kumuonesha kuwa anaingia motoni, peponi. Kuna hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema Ibn Mas'ud, hadithi ambayo imekuja ameipokea al-Imam Muslim katika kitabu chake Sahihul Jami', hadithi nambari 2842. Anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa kutuonyesha namna gani moto wa jahannam utavoletwa, utavokuwa, anasema yu'ta bi jahannam yawma idhin laha 70,000 zimamin ma kulli zimamin 70,000 malakin yujarunaha. Siku ya kiyama jahannam italetwa pamoja na malaika 70,000 wanakuja na jahannam. Jahannam italetwa ikiwa na minyororo 70,000, pamoja na kila mnyororo mmoja una malaika 70,000 wanaokokota mnyororo huyo. Moto wa duniani, moto wa akhera ni mara 70. Bimaana moto wa duniani ni nusu ya 70 ya moto wa akhera. Moto ulikongwa kisha kachukuliwa nusu ya 70 ndio ikaletwa duniani. Kwa hiyo moto, ndugu zanguni katika imani, ni mkali kweli kweli na utawachoma watu kweli kweli. Humo ndani hamna kufa wala uhai. Ngozi ikiungua, Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha, akileta ngozi nyingine. Anasema kwa kuthibitisha hilo, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Kila ngozi inapoungua, ngozi ya mwanadamu inaungua, badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, tunambadilishia ngozi nyingine ili aonje adhabu. Ndugu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kuepukika na adhabu za moto wa jahannam. Wa fi jahannam ibadallah hayatun kaamthali al-aqabil bukhti, ndani ya jahannam kuna nyoka, ndani ya moto kuna nyoka. Bimaana adhabu ya motoni haishii kwa moto peke yake, bali ndani yake kuna nyoka. Mfano wa nyoka hizo kaanaqil bukht, ni kama vile shingo za ngamia.
Unene wa nyoka ni kama shingo ya ngamia, na urefu wake ni nyoka mkali ambaye hana mfano wake hapa duniani. Wa aqaribi kamthali albighal, kadhalika mna nge ndani ya moto. Zile nge mfano wake ni nini? Ni mfano wa bighal. Bighali ni mtoto wa punda na ngamia walikutana, alafu wakazaa mtoto. Ule mtoto ni mkali kweli kweli. Kwa hiyo nge za motoni zitakuwa na ukali kama vile huyu mnyama ambaye ni baghlun. Talsa'u dhalimina lisa'atan tabqa summaha 40 sana. Kila ile nge kimkula au ikimngata mtu ambaye ni dhalim au mtu ambaye ni kafiri aliyeingia motoni, sumu yake inabaki katika mwili wa mtu huyo miaka 40. Mtu anahisi hiyo sumu. Hii ni sumu ambayo ni kali kweli kweli. Kwa hiyo adhabu za motoni hazina mwisho, bali zinaenda zinabadilishana, kadhalika zinaenda zinaongezekana. Amma tuamuhum faqad qala fihi aljabar. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kituhadisia vipi watu wa motoni watakuwa wanakula au watakuwa hawali. Motoni Waislamu watu watakuwa wanakula, watu watakuwa wanapata chakula, lakini ni chakula cha aina gani? Sikilizeni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anavyosifia chakula cha watu wa motoni. Anasema katika suratu as-Saffat, adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum. Anaendelea akisema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha ni chakula gani ambacho watu wa motoni watakuwa wanakula. Anasema adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum, hivi hiyo ndiyo mafikio mazuri au mti wa zaqum. Anaendelea anasema inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, hakika tumejalia mti huo kuwa ni fitna kwa madhalim, wale ambao waliodhulumu nafsi zao wakaingia motoni. Chakula chao ambacho Allah akawaandalia humo ndani ni zaqum. Innaha shajaratun, Allah anatuonyesha nini zaqum. Anaifasiri anasema innaha shajaratun, ni mti ambao unatoka ndani ya moto wa jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, mizizi yake ni kana kwamba ni vichwa vya mashaitani. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha albutun, hakika watu wa motoni watakula katika chakula hicho, itajaza tumbo zao. Ndugu katika imani, hiyo zaqum ina hali gani? Shajaratu zaqum ni mti gani? Ni mti wa aina gani? Hiya shajaratun khabithatul madhaq wal manzar, ni mti ambao una muonekano mbaya, kadhalika onjo yake ni mbaya. Ja'alaha Allahu adhaban li ahli an-nari, Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa njia adhabu ya watu wa motoni. Bimaana ni mti mchungu ambao mtu akiula hauna ladha nzuri, bali mandhari yake ni mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea na tuonyeshe ya kuwa baada ya kula ni lazima wanywe, kama jinsi duniani walikuwa wanakula na wanakunywa. Kinywaji chao kitakuwa ni kinywaji gani? Allah anaendelea anasema, thumma inna lahum la shawban min hamim thumma inna marji'uhum la ila aljahim. Allah anasema kisha wao watakuwa wanakunywa mchanganyiko wa maji yenye kuwa na moto, maji ambayo ni hamim, ambayo ni ya vuguvugu. Kila wakinywa maji hayo, kila wakikaribisha maji hayo karibu na sura zao, saqatat firwata wajhuhu, nyama za usoni zinaanguka kutokanika na joto, kutokanika na moshi ambao unaowapata kwenye nyuso zao. Tayari nyama za usoni zinaanguka. Kisha ikiingia ndani ya tumbo, dhaba ma fi batnihi,
yale ambayo yaliyokuwa ndani ya tumbo, kila kitu kinayayuka. Na hii haitaonyesha kuwa watu watakufa kwa kuwa vitu vya tumboni vimeyeyuka, bali Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia kuwaletea ngozi ambayo iliyokuwa nzuri. Baada ya hapo, watukufu waumini, watu wanahisi kuwa wanachoka na adhabu, wanahisi kuwa adhabu zinawalemea, zinawazidi. Yunaduna khazanatu jahannam, wanaanza kumuita mlinzi wa jahannam ambaye anayewalinda, ud'u rabbakum yukhaffifu anna yawman min al'adhab, ebu muombe Mola wako atupunguzie walau siku moja ya adhabu, tumechoka. Wanamuomba tusemee kwa Mola wako aweze kutupunguzia walau yauman, siku moja tu ya adhabu. Fayatihim tafzir, kisha atawajibu kwa kuwaokopesha, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, hivi hawakuwajieni mitume wenu kwa ubainifu, wakiwaonyeni ya kuwa mkifanya haya mtaenda motoni, kadhalika mkifanya haya mtaenda peponi? Hawakuwajia na ubainifu? Qalu bala, watakubali ndio walitujia mitume kwa ubainifu, walitujia waonyaji wakituonya. Wewe ambaye unakengeuka sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, unaacha kuswali, utaulizwa hivyo, haukujiwa na mtu aliyekukumbusha swala? Haukujiwa na mtu ambaye aliyekuambia pombe ni haramu? Haukujiwa na mtu ambaye aliyekuambia kwamba zina ni haramu? Haukujiwa na mtu ambaye aliyekuambia kuwa kula riba ni haramu? Qalu bala, hakutokuwa kukataa siku hiyo. Kwa hiyo laiti watu wangekuwa wanafuata yale ambao wanayoonywa, ingekuwa ni khairi kwao, kama alivyosema Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lakum wa ashadda tathbita, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Laiti wangefuata yale ambayo wanaopewa kama mawaidha wanadamu, tungefuata yale ambayo tunaonyewa usiku na mchana, tunaokumbushwa na ndugu zetu, ingekuwa ni khairi kwetu. Sasa siku ya kiyama ndio tutasimangwa na malaika ambao wanalinda moto wa jahannam. Hivi hawakukujieni waonyaji na ubainifu? Hakuna kukataa hiyo siku, bala ndio walitujia. Qalu fad'u, wale malaika watawaambia watu wa motoni, ombeni. Wama duaul kafirina illa fi dhalal, lakini eleweni ya kuwa maombi ya makafiri hayaendi popote isipokuwa ni upotovu. Allah subhanahu wa ta'ala hatoyachukulia hata mara moja. Endeleeni kudhalilika humo ndani ya moto. Faya hasaratal mufarritin wa ya nadamatal mutakabbirin, badiru ila dhilli dhalil qabla an tasilu sa'ir, tukimbilie katika utulivu ambao ni wa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hatujaenda katika adhabu ambayo ni adhabu yumizayo. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah.